nataka tarehe 21 pale KMC Complex, Wanayanga tutaondoka tukiwa na raha. La kuwasisitiza ndugu zangu wagawa utamu, wenda labda mkawa mnafikiri kuna mtego mmewekewa mje mkamatwe pale KMC. Nataka niwahakikishie usalama wenu pia ni jukumu letu sisi Yanga. Hamna mtu atawagusa pale KMC. Njooni kwa wingi muenjoy game, kwa sababu sasa hivi malalamiko mnayo nipatia kwamba mnaishi kwa mashaka. Nataka niwatoe wasiwasi. La kumalizia, mechi hii tarehe 21 siku ya Jumapili, na kwa sababu ndugu zetu nyie siku ya tarehe 22 mna albadiri, siku hii ya tarehe 21 tutakuja na mbuzi maalum wa kuwakabidhi mkamchinje kwa ajili ya albadiri yenu ya siku ya Jumatatu. Mbuzi huyu ataletwa na jasusi wetu ambaye atakuja kumkabidhi pale pale uwanjani, na tunaomba mkamtumie vizuri mbuzi huyo akawasaidie kwenye albadiri yenu ya siku ya Jumatatu. Atupokei mbuzi wa wizi. Ampokee mbuzi wa wizi, sawa. Utasababisha albadiri igonge mwamba. Sawa. Lakini sisi mbuzi tutamleta, atupokei. Na uzuri ni kwamba wewe unaweza kukataa, lakini Mandala hawezi. Njaa ya Mandala nitaidhibiti. Utaweza kudhibiti njaa ya Mandala, lakini njaa ya Kisugu nitamdhibiti. Sawa. Lakini la muhimu mbuzi atafika. Labda tunikwambie kwamba mbuzi tayari tunao. Tutaongeza mmoja. Sawa. Ndugu zangu waandishi wa habari, sasa kumekucha. Lakini pia semaji kitu ambacho wamemisi hawa ni kunywa supu, sio albadiri. Hakuna albadiri. Wametafuta sababu. Tunaelewa. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkianza kukauka mmoja mmoja. Sasa uzuri ni kwamba kabla hatujakauka sisi, nyie mtakuwa mshaisha. Ndio uzuri wa hili jambo. Kwa hiyo ikifika wenye nia njema watabaki. Ndio nasema hivi. Wenye nia njema na Simba watabaki. Wewe unajiona wapi? Nabaki kaka. Wewe unajiona? Na penya. Sawa. Kiumbe kilicholaaniwa hakiwezi kulaani. Mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, tulichokwenda kukifanya Ahmed amekiita hapa festival, na dhamira ambayo tuko nayo, malengo, maono ambayo tuko nayo, hili jambo liwe jambo la kudumu. Anatoa taarifa kwamba atachelewa kwenye press saa 6. Kama una shida ya kutaka kujua mnachoenda kukiongelea, niambie tu nikuulizie kwa jasusi kaka. Sio na wasitue na haraka. Sisi tunajua. Usichanganye mada. Ndio nakwambia tunajua. Kama una shida ya kutaka kuongea kitu gani, niambie tu. Beti za waandishi zitaisha. Nyoosha maelezo. Nimekusaidia maana unapiga picha hapa, nipo kwenye press huku nini. Mimi nitakusaidia kujua. Vizuri. Tunatamani jambo hili liwe kila mwaka. Tuwe na festival ambayo itatukutanisha mashabiki wa klabu hizi kubwa hapa Tanzania, lakini pia na mashabiki wa klabu mbalimbali kama ambavyo wenzetu wa Azam Football Club leo hii tumeanza kujumuika nao. Leo wamekuja Azam hapa, tunaamini kwa miaka ijayo tunaamini kwa miaka ijayo kwenye kuboresha jambo hili
huenda tukawa na festival labda ya timu zinazocheza kimataifa. Azam naye akapata mechi yake na Singida wakacheza. Japo tunafahamu kunaweza kuwa na changamoto kidogo ya idadi ya mashabiki wa hizo timu, lakini tutakwenda nao hivyo hivyo kwa mwakani. Kwa mwakani hao watakuwa wameshaajiriwa. Kwa hiyo hawatakuwepo. Bwana Amri anasema kwa mwakani, bahati mbaya wewe utakuwa umeshakwenda kwenye ngano, wenzako wamekwenda kwenye sukari. Kwa hiyo itatulazimu tafute mashabiki wengine. Kwa hiyo dhumuni kubwa ya jambo hili ni kuionyesha watu wote ambao wana mashaka kwamba Simba na Yanga wameshaacha utani wao, wapo kwenye level sasa watu wanasema ni maadui. Hilo sio kweli, na tutakwenda kulithibitisha hili kwa vitendo. Sisi ni watani wa jadi. Nje ya dakika 90 sisi ni marafiki, sisi ni ndugu na jamaa. Tunatoka katika mitaa inayofanana, tunatembea pamoja, na waliopata bahati wenzetu wa Yanga wameoa pia upande wa Simba. Kwa hiyo sisi ni familia. Mandala kaoa Yanga. Mimi nimeoa Yanga, nimebadilisha sasa hivi. Upo? Nyie ndio mmemsaliti Agi nye. Jambo hili linatuhusu wote ambao tunapenda mpira. Tarehe 21 kwenda kuambukiza mbegu hii, kuipanda mbegu hii ya utani wa jadi. Tunaamini wewe baba ambaye ni shabiki wa Yanga, wewe baba, wewe mama, wewe mlezi ambaye ni shabiki wa Simba, utakuja pia uwanjani na familia yako. Mtoto wako ukimbeba kuja naye KMC Complex siku ya Jumapili, unakwenda kupanda mbegu nyingine nzuri ya utani wa jadi wa Simba na Yanga kwa miaka mingi zaidi huko mbele. Tupo kizazi hiki, lakini kuna kizazi kingine kitakuja baada ya sisi, kinatakiwa kione sura ya utani, sura ya urafiki na sura ya upendo baina yetu. Ahmed ameshazungumza mengi na sitaki kupotezea muda kwenye hawa ambao amezungumza, lakini tutahakikisha kuanzia saa 6 ambako ndio mageti yatafunguliwa, kutakuwa na burudani ya aina yake mule ndani. Ndugu yangu walizungumza hapa kwamba kutakuwa na wasanii mbalimbali ambao watakuja kuburudisha, lakini kimsingi Simba watakuja na Tundamani peke yake. Hamna msanii mwingine wa maana ambaye anashabikia hii timu. Kwa hiyo sisi kama Yanga tutakuja, sisi kama Yanga tutakuja kuhakikisha eneo la burudani tunalisimamia kwa 100%. Umesemaje wewe? Maamina ni wetu, wenu. Mbona mzee anasema wenu? Ni wetu. Basi na yeye atakuja na utamjua siku hiyo Mama Amina kama yuko kwa yupi. Bwana mmoja anaimba man. Ile Simba sijui. Yamuzi na yeye tutamwalia kingamuzi aje, tutamjua siku hiyo upande wake upo kama atakuwa ni upande huu wa Yanga au upande wa Simba. Kwa hiyo kubwa ni kuwaomba ndugu zangu waandishi wa habari, bebeni salamu hizi, zifikisheni mbali iwezekanavyo, na tunaomba mashabiki wa mpira jitokeze kwa wingi kuja KMC Complex kuzisupport hizi timu. Ndugu yangu hapa ananibinya kwamba muda na ana shughuli nyingine za kufanya, kwa hiyo mimi niishie hapa. Kuna wazungumzaji kwa upande wa mashabiki, tuwape nafasi. Muhimu sana. Basi kwa dakika moja tuwasikilize wakilishi kutoka upande wa mashabiki wa Yanga, upande wa Simba, alafu tutapokea maswali kutoka kwa ndugu zetu waandishi wa habari kabisa. Yes, basi tumalize maswali kama yapo haraka, tupokee maswali yasiyozidi 5,
Katika haya maswali tutawapa nafasi pia na mashabiki kuyajibia ili tuweze kutumia muda vizuri. Karibuni sana ndugu zangu waandishi.